wakiwemo watu ambao walikuwa wamevaa sare za wasimamizi wa uchaguzi, na kuna maeneo ambayo tuliwakamata hawa watu, lakini pia kuna maeneo tulikamata wapiga kura ambao sio wa kawaida wakipiga kura nyingi sana. Ajabu ni kwamba tulipokuwa tunakiwakamata hawa watu halafu tukiwapeleka mikononi mwa polisi wanachukua zile kura halafu hawa watu wanawaasha pia. Wakati hili ni tukio kubwa sana, kwa sababu unapokamatwa na kura feki ni uhaini wa hali ya juu kabisa. Maana yake wewe ni sawa na mtu ambaye amekamatwa na fedha bandia, maana yake, kwa sababu kura ni kitu chenye thamani kubwa sana. Lakini kwenye matukio haya ilikuwa inaonekana jambo la kawaida, na wale walinzi ambao walikuwa pale wa amani walikuwa wanaonekana kwamba hawajali jambo kama hilo. Ilipowadia muda wa kumaliza sasa wa kupiga kura ambao ni saa 10, kisheria ni kwamba kwa mujibu wa sheria inatakiwa muingie kwenye mahesabu, yani kituo sasa kihesabu kura za kila mgombea. Kwa bahati mbaya sana, kwa masikitiko makubwa sana, sisi katika jimbo letu hilo zoezi halikufanyika katika vituo vingi sana. Lakini kuna baadhi ya vituo vichache ambavyo vilivyohesabu kura lakini havikufika mwisho. Na kilichotokea wakati baada ya kufunga upigaji kura, na ikawa inatakiwa sasa mawakala pamoja na wasimamizi wa uchaguzi wafanye zoezi la kupiga kura. Wasimamizi wa vituo walikusanya yale masanduku, wakatia katika magari na wakaondoka nayo mahala ambapo haijulikani walikuwa wanapeleka wapi hayo masanduku. Na walifanya hivyo bila kuwashirikisha mawakala wetu. Waliwasukuma, waliwafanyia fujo, waliwatisha wale mawakala wetu, wakabeba masanduku wakatia kwenye magari na wakaondoka nayo kwenda nayo mahala ambapo haijulikani. Kwa sababu hiyo ikawa hakuna nakala ya matokeo ya majumuisho iliyopatikana kutoka pale katika kituo cha kupiga kura, ambayo hiyo nakala ndiyo ambayo inapelekwa katika kata kwa ajili ya majumuisho kwa ajili ya kumpata diwani, lakini vile vile kupelekwa katika jimbo kwa ajili ya kumtangaza mbunge. Hili ni tukio kubwa ambalo lilitokea pale katika vituo vyetu vile ambavyo ni vya kupiga kura. Sisi tulihangaika sana kama viongozi kutaka kujua kwamba haya masanduku yamepelekwa wapi. Na niseme kitu kimoja kwamba sisi katika jimbo letu la Temeke halikuathiriwa na maandamano yalikuwa yanaendelea katika maeneo mengine. Sisi hatukuathiriwa na hilo tatizo. Sisi kule upigaji kura ulikuwa una fujo, lakini zile fujo ambazo zinasababishwa na wale watendaji wa tume yenyewe, kama hivyo kuwazuia mawakala na watu wanakuja kupiga kura zile za bandia, yani fujo za namna hiyo ndizo ambazo zilizotokea katika ile jimbo letu la Temeke. Lakini ukiondoa fujo hizo, sisi hatukuathiriwa na zile fujo za maandamano. Kwa hivyo kulikuwa kuna uwezekano wa kupiga kura na kura zikahesabiwa katika vituo, zikahesabiwa katika kata na vile vile zikahesabiwa katika jimbo.